mwezi wa 8 mwaka 2009, huku mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Samuel Sitta. Wakati huo alikuwa spika wa bunge la Tanzania, huku Simba ikicheza mchezo wake wa kirafiki na timu ya Sports Villa kutoka Uganda. Tamasha hilo liliwaingizia Simba zaidi ya shilingi milioni 70 ambazo zilisaidia kulipia sehemu ndogo ya manunuzi ya uwanja wa Simba kule Bunju, na kiasi kingine kilitumika kuihudumia timu, kwani wakati huo hakukuwa na pesa za kutosha. Hilo ndilo tamasha la Simba la kila mwaka linalotambuliwa kama Simba Day, ambalo hufanyika Agosti 8 kasoro mwaka 2014 ambalo lilifanyika Agosti 9. Katika tamasha la Simba Day, timu ya Simba imewahi kuzialika timu mbalimbali kutoka sehemu tofauti barani Afrika, ambapo katika mwaka wa 2009 ambao tamasha lilizinduliwa rasmi, timu ya Simba ilialika timu ya Sports Villa kutoka Uganda, na katika mechi hiyo Simba ilishinda kwa kufunga bao 1-0, bao lililofungwa dakika ya 8 tu ya mchezo na kiungo Hilali Echesa, akiwa ndio kwanza amesajiliwa kutoka timu hiyo aliyoifunga. Mechi hiyo ilichezwa katika uwanja wa Uhuru kwa sasa, lakini zamani ukiitwa uwanja wa Taifa, na wakati huo Simba ilikuwa ikifundishwa na mwalimu Patrick Fili, na ndio msimu pekee ambao Simba ilitoa ubingwa wa ligi bila kufungwa. Hakika ulikuwa ni msimu wa kwanza wa wachezaji ambao leo hii ni maarufu kama vile Emmanuel Okwi na Joseph Owino kusajiliwa Simba, na walicheza mechi yao ya kwanza wakiwa na timu mpya. Tamasha lililofuata la Simba Day la mwaka 2010, Simba iliadhimisha mwaka wake wa pili wa Simba Day kwa kulazimishwa sare ya bila kufungana na wageni waalikwa wa timu ya Express kutoka Uganda kwenye uwanja wa Uhuru. Wakati huo timu ya Simba ilikuwa chini ya kocha Patrick Fili, huku ikiwa na baadhi ya wachezaji kama Ali Mustafa ama Bathes, Owino, Mohamed Banka, Rashidi Gumbo, Patrick Ochanto, Emmanuel Okwi, Amli Kiemba pamoja na Musa Hassani Mgosi. Miaka iliyofuata Simba Day kuanzia mwaka 2011, Simba ilicheza na timu ya Victors kutoka Uganda, na mechi kitamatika Simba akipokea kichapo cha bao 1-0. Mwaka 2012, Simba ilicheza na timu ya Nairobi City Stars kutoka Kenya, huku Simba ikipokea kichapo cha mabao 3-0. Mwaka 2013, Simba ilicheza tena na timu ya Sports Villa kutoka Uganda, na Simba ilifanya kufuru wa kuisasambua bila huluma timu ya Sports Villa kwa mabao 4-0, huku Jonas Gerald Mkude akiwa mmoja wa watu walioshiriki kufumania nyavu za Sports Villa. Mwaka 2014, Simba ilicheza na timu ya Zesco United kutoka Zambia, huku Simba ikifunga mabao 3-0 dhidi ya timu ya Zesco. Mwaka 2015, Simba ilicheza tena na timu ya Sports Villa na iliibuka na ushindi wa bao 1-0. Mwaka 2016, Simba ilicheza na timu ya AFC Leopards ya nchini Kenya, na mchezo ulitamatika Simba ikiipasua Leopards mabao 4-0. Mwaka 2017, Simba ilicheza na timu ya Lion Sports kutoka Rwanda na kuibuka na ushindi wa bao 1-0. Mwaka 2018, Simba ilicheza na timu ya Asante Kotoko kutoka Ghana, huku ikitoka suluhu ya bao 1-1 na Asante Kotoko. Mwaka 2019, Simba ilicheza na timu ya Power Dynamos kutoka Zambia, huku Simba ikiibuka na ushindi wa mabao 3-0, mabao yaliyofungwa na MK14 Medi Kagere, na kuacha historia ya kufunga hat-trick kwenye tamasha la Simba Day. Mwaka 2020, Simba ilicheza na timu ya Vitalo kutoka Bujumbura, Burundi, huku kishinda kwa mabao 6-0. Mwaka 2021, Simba ilicheza na timu ya TP Motema Pembe Mazembe kutoka Kongo, na Simba iliambulia kipigo cha bao 1-0, bao la acrobatic ama tikitaka lililofungwa na Jean Otas Baleke ambaye kwa sasa anakipiga katika timu ya Mnyama Simba. Mwaka 2022, Simba ilicheza na timu ya St George kutoka Ethiopia, huku ukiibuka na ushindi wa mabao 2-0. Mpaka sasa Simba imeadhimisha matamasha 14 ya Simba Day, huku takwimu zikionyesha ilishinda mara 9, ikitoka sare mara 2 na ikipoteza mara 3. Katika mwaka huu wa 2023, timu ya Simba itaadhimisha tamasha la 15 la Simba Day ambalo litafanyika tarehe 6 mwezi Agosti, ambapo meneja wa habari na mawasiliano wa klabu ya Simba Ahmed Ali amesema kuwa wameamua kurudisha nyuma siku 2 ili kuwapa muda wa kupumzika wachezaji wao kuelekea mchezo wa ngao ya jamii dhidi ya timu ya Singida Fountain Gate ya Singida. Tamasha hilo litakuwa ni tamasha la 15 tangu lilipoanzishwa mwaka 2009, na aliyekuwa mwenyekiti wa klabu hiyo Hussein Dalali ama Ensam Boy na katibu wake Mwina Kaduguda. Wiki ya Simba Day inatarajiwa kuanza Agosti 1, na ikumbuke kuwa viongozi wa klabu, wanachama na wachezaji watatembelea na kutoa misaada sehemu mbalimbali za kijamii
kama vile vituo vya kulelea watoto yatima, hospitalini na hata pia kufungua matawi sehemu mbalimbali. Wakati huu kikosi cha Simba kipo nchini Istanbul, Uturuki, kikiendelea na maandalizi ya msimu mpya kwa siku 21 na kinatarajiwa kurejea nchini mwanzoni mwa mwezi Agosti. Siku ya Simba Day inatarajiwa kufanyika makubwa, kwani wachezaji wenye viwango vya kimataifa watatambulishwa na kufanya bahari ipasuke mara mbili. Jezi mpya itatambulishwa kiambatana na burudani ya muziki mnene kutoka kwa wasanii mbalimbali maarufu, lakini pia inatarajiwa kufanyika paredi kubwa ya heshima ili kumwaga mchezaji mwandamizi wa Simba ambaye amedumu klabuni hapo zaidi ya miaka 12 kikosini, miaka 2 akiwa Simba B na miaka 10 akiwa Simba ya wakubwa. Hakika itakuwa ni heshima kubwa kwa Jonas Gerard Mkude, kiungo wa boli anayevaa jezi nambari 20 mgongoni, ama nungunungu kama wengine wamuitavyo. Ulikuwa nami Boaz Martinez, mpaka wakati mwingine, kaa nasi tukujuze.